Yeah. Basi ningependa tuweze kuomba kwa ajili ya kwanza. Baba yetu uliye juu mbinguni, tunakushukuru sana kwa asubuhi njema nyingine. Asante kwa kipawa cha uhai ambacho unaendelea kutukirimia. Tunakushukuru na kwa fursa hii tunaomba Roho Mtakatifu akaweze kuwa pamoja nasi, akaweze kutuongoza na tafakari ambayo tutakuwa nayo kutoka katika neno lako lililo hai, ikaweze kuwa baraka kwetu, kutuangazia njia yetu na kuelewa kwa wazi zaidi kile ambacho unakifanya ili kutoa ushirikiano unaohitajika ili ya kwamba mapenzi yako yaweze kutimizwa hapa duniani kama jinsi ambavyo yanatimizwa huko mbinguni. Tunajinyenyekeza kwako tukishukuru na kuamini ya kwamba umesikia kuomba kwetu. Tunaomba katika jina la Yesu, amina. Amen. Ya, basi tutaendelea kutoka katika sehemu ile ambayo tuliishia katika fursa yetu iliyopita. Katika somo letu lililopita, kimsingi tuliiangalia kazi ya Mungu ya uumbaji na kile ambacho kilitokea baada ya anguko la mwanadamu katika dhambi. Ni muhimu kuelewa ya kwamba wakati Mungu alipoamua kuiumba dunia hii, kazi ambayo aliifanya kama ambavyo inaelezwa katika kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza na ya pili, ilikuwa ni extension ya ufalme wake. Ilikuwa ni extension ya ufalme wake. Alikuwa ameshafanya kazi ya uumbaji wa malimwengu mengine ambayo yote ni ufalme wake. Kwa hiyo kazi ya Mungu ya uumbaji wa dunia hii ilikuwa ni extension ya ufalme wake, ilikuwa ni mwendelezo wa ufalme wake. Na tunajua of course ya kwamba baada ya kumuumba mwanadamu alimkabidhi usimamizi, uangalizi wa dunia hii kama mfalme ambaye ni mtendakazi pamoja na Baba wa mbinguni. Katika kuiumba dunia hii ambayo ilikuwa ni extension ya ufalme wake, alianza kwa kuumba makazi. Aliumba dunia hii na vingine vyote vilivyomo, na pili aliumba mwili, na kisha ndani ya mwili aliweka uhai wake, aliweka kipawa cha haki ndani ya mwanadamu. Na kwa jinsi hiyo mwanadamu alipotoka katika mikono ya Mungu alikuwa ni mwenye haki na mwenye afya. Na mbinguni huko uliibuka uasi kama tunavyojua, na shetani alikuwa akipeleka sera zake mahali na mahali, na Mungu alimruhusu kwa sababu ya uhuru wa kuchagua. Kwa jinsi hiyo alikuwa anapeleka sera mpya. Kimsingi ilikuwa ni aina nyingine kabisa ya ufalme kama tunavyojua, na changamoto kubwa ni kwamba alipata ukubali kupitia kile ambacho tunakisoma katika Mwanzo sura ya 3. Na kwa jinsi hiyo, kama tulivyojifunza, wakati anguko lilipotokea,
Athari ya kwanza kabisa, uharibifu wa kwanza ulikuwa katika moyo wa mwanadamu. Ile haki ambayo Mungu alikuwa ameweka ndani ya mwanadamu ilitoweka na dhambi ikachukua nafasi. Kwa hiyo kile ambacho kilifanywa mwisho ndicho kilichoanza kuharibika, na kama matokeo ya dhambi kuingia ndani ya mwanadamu, mwili wake ukaathirika kutoka kuwa mwili wa kutokufa na kuwa mwili wa kufa. Na baada ya hapo, hatua kwa hatua, kwa sababu ya tabia zetu ovu, tumeendelea kuyaharibu makazi, na kimsingi kila kitu kina hatima moja ya kuangamia kwa sababu ya matokeo ya dhambi. Kwa jinsi hiyo, dunia hii ikawa ni himaya nyingine kabisa, ambayo haina chochote kuhusiana na Mungu. Kimsingi shetani akawa mfalme wa dunia hii. Wakati alipokutana na Yesu katika lile jaribu la 4, alimuonyesha falme za dunia hii na akamwambia msujudie, ili ya kwamba aweze kumpa milki hizo zote. Na shetani alisema pale ya kwamba maana ni zangu. Na kwa sababu Adam alisaini hizo contract, licha ya kwamba ilikuwa ni kwa shetani alikuwa na madai ya namna hiyo. Yesu hakuargue na shetani kuhusiana na hilo, kwa sababu aliipata hiyo status licha ya kwamba ilikuwa ni kwa udanganyifu. Na kwa jinsi hiyo, katika kazi ya ukombozi ambayo ni kazi ya urejesho, kazi ya ujenzi mpya wa ufalme wa Mungu duniani, inaanzia kwenye kile kilichoharibika kwanza, ambacho ni utu wa ndani. Na aina hii ya ufalme ndio ambayo tumekuwa tukizungumza, na asubuhi ya leo ningependa tuweze kuliangalia hili tena kupitia katika uzoefu wa wenzetu waliotangulia. Na ningependa twende katika kitabu cha Mhubiri ile sura ya kwanza fungu la 9 na la 10. Mhubiri sura ya kwanza fungu la 9 na la 10. Mhubiri sura ya kwanza sura ya 9 na 10 inasema, yaliyokuwako ndiyo yatakayokuwako, na yaliyotendeka ndiyo yatakayotendeka, wala jambo jipya hakuna chini ya jua. Je, kuna jambo lolote ambalo watu husema juu yake, tazama, ni jambo jipya? Limekwisha kuwako tangu zamani za kale zilizokuwa kabla yetu sisi. Okay, asante. Haya ni maneno ya Mhubiri, mmoja wa watu wenye hekima zaidi waliopata kuishi. Na alipita katika maisha akiwa na hekima yake hiyo, na alifika mahali akaweka muhtasari juu ya mambo yanayotokea duniani kwa maneno haya, kwamba yale yaliyokuwako ndiyo yatakayokuwako, na yaliyotendeka ndiyo yatakayotendeka, wala hakuna jambo jipya chini ya jua. Ni kweli ya kwamba matukio yanaweza yasijirudie katika
namna ile ile kwa muonekano wa nje, lakini kanuni za utendaji ni zile zile katika zama zote. Kile ambacho kinaweza kuwa kilitokea katika muktadha mpana sana wakati uliopita kinaweza kutokea leo na wakati uliokuja katika muktadha mdogo zaidi, au kile kilichotokea katika muktadha mdogo katika wakati uliopita kinaweza kutokea katika muktadha mpana katika wakati huu, lakini kanuni za utendaji ni zile zile. Kwa jinsi hiyo, summary ya kila kitu ni kwamba hakuna jambo jipya chini ya jua. Ni ukweli huu ndio ambao unafanya kumbukumbu za uzoefu uliopita kuwa zenye maana kwetu. Kama mambo yaliyopita ni yaliyopita na mambo mapya ni mambo mapya, hayana chochote kuhusiana na yale yaliyopita, basi kumbukumbu za uzoefu wa wengine waliopita hazingekuwa na maana yoyote kwetu sisi tunaoishi katika nyakati hizi. Jambo la msingi ni kwamba kanuni za utendaji ni zile zile, kiasi kwamba hakuna kitu kipya katika mambo yanayotokea. Ni kwa sababu hiyo ya kwamba kumbukumbu zilizopita zina faida kwetu kuweza kutufundisha, ili ya kwamba kupitia uzoefu wa wenzetu waliopita tuweze kuiona njia na kutembea salama leo. Kanuni hii inaelezwa vizuri katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 10. Wakorintho wa kwanza sura ya 10, tutasoma yale mafungu 12 ya kwanza pale. Wakorintho wa kwanza sura ya 10 fungu la kwanza hadi la 12. Inasema, kwa maana ndugu zangu, sipendi mkose kufahamu ya kuwa baba zenu walikuwa wote chini ya wingu, wote wakapita kati ya bahari, wote wakabatizwa wawe wa Musa katika wingu na katika bahari, wote wakala chakula kile kile cha roho, wote wakanywa kinywaji kile kile cha roho, kwa maana waliunywea mwamba wa roho uliowafuata, na mwamba ule ulikuwa ni Kristo. Lakini wengi sana katika wao Mungu hakupendezwa nao, maana waliangamizwa jangwani. Basi mambo hayo yalikuwa mifano kwetu, kusudi sisi tusiwe watu wa kutamani mabaya, kama wale nao walivyotamani. Wala msiwe waabudu sanamu, kama wengine wao walivyokuwa. Kama ilivyoandikwa, watu waliketi kula na kunywa, kisha wakasimama wacheze. Wala msifanye uasherati kama wengine wao walivyofanya, wakaanguka siku moja watu 23,000. Wala tusimjaribu Bwana kama wengine wao walivyomjaribu, wakaharibiwa na nyoka. Wala msinung'unike kama wengine wao walivyonung'unika, wakaharibiwa na mharabu. Basi mambo hayo yaliwapata wao kwa jinsi ya mifano, yakaandikwa ili kutuonya sisi tuliofikiwa na miisho ya zamani. Kwa hiyo anayejidhania kuwa amesimama na aangalie asianguke. Okay, fungu la 11 linatoa muhtasari kwamba mambo hayo yamehifadhiwa kwa sababu gani. Yaliwapata wao kwa jinsi ya mifano, yakaandikwa ili kutuonya sisi tuliofikiriwa na miisho ya zamani. Kwa hiyo kuna masomo ambayo tunapaswa kuyajifunza kutoka katika uzoefu wa wenzetu waliopita. Tunaweza kujifunza kupitia kufanikiwa kwao, lakini pia tunaweza kujifunza kupitia kushindwa kwao. Kumbukumbu hizi zote zimehifadhiwa. Kupitia kufanikiwa kwao tuiige njia yao, na kupitia kushindwa kwao tuweze kuiepuka
njia walioiendea na ikawaletea matokeo hayo yasiyofaa. Yapo mafungu fulani hapa ambayo kwa usomaji wa kwanza yanaweza kuonekana ni rahisi sana, lakini tutakuwa tukiyatafakari. Yanaonekana ni maandiko rahisi sana, yanazungumza juu ya kusikia na kutenda. Yanazungumza kuhusiana na kusikia na kutenda. Katika kitabu cha Mathayo sura ya 7 fungu la 24 hadi 27 pale kuna maneno hayo ya Yesu ambayo Mathayo 7 fungu la 24 hadi 27, unaweza kusoma. Inasema, basi kila asikiaye haya maneno yangu na kuyafanya atafananishwa na mtu mwenye akili aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba. Mvua ikanyesha, mafuriko yakaja, pepo zikavuma zikaipiga nyumba ile, isianguke, kwa maana misingi yake imewekwa juu ya mwamba. Na kila asikiaye hayo maneno yangu asiyafanye atafananishwa na mtu mpumbavu aliyejenga nyumba yake juu ya mchanga. Mvua ikanyesha, mafuriko yakaja, pepo zikavuma zikaipiga nyumba ile, ikaanguka, nalo anguko lake likawa kubwa. Kila asikiaye maneno yangu na kuyafanya atafananishwa na mtu mwenye akili aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba. Msitizo wa fungu hili ambao unaonekana kwa mara ya kwanza ni kwamba anatuita kwamba tunaposikia neno lake tuweze kufanya nini? Kulitenda. Na yanaonekana ni mafungu rahisi tu kuyaelewa kwa namna hiyo, kwa sababu yule ambaye analisikia neno la Mungu na halitendi anafananishwa na mtu mpumbavu ambaye anajenga nyumba yake juu ya mchanga. Na upo uzoefu mmoja tunataka kuangalia, uzoefu wa Wayahudi. Walionekana kama wamesadikishwa juu ya kitu hiki ambacho Yesu alikisema. Katika uzoefu wa nyuma kidogo, ni kana kwamba walikuwa tayari kusikia na kutii, na walidhamiria kufanya hivyo, lakini matokeo yalikuwa kinyume. Na kutoka katika uzoefu wao tunataka kujifunza juu ya kitu cha muhimu sana katika kazi hii ya ujenzi wa wafalme wa Mungu wa neema katika dunia hii. Kati ya watu ambao Mungu aliwabariki katika dunia hii ni Wayahudi, wana wa Israeli. Aliwachagua kutoka katika mataifa yote ili ya kwamba aweze kuwatumia kama vyombo katika dunia hii kuwabariki wengine, kuyabariki mataifa mengine. Kimsingi Mungu aliwapa kila kitu kinachohitajika. Paulo alieleza katika ile mafungu tuliyosoma katika Warumi 9 fungu la 1 hadi la 5, tutayasoma. Aliwakabidhi kila kitu kinachohitajika. Paulo anasema ya kwamba kwa maana ningeweza kuomba mimi mwenyewe niharimishwe na kutengwa kwa ajili ya Kristo, na kutengwa na Kristo kwa ajili ya ndugu zangu, jamaa zangu kwa jinsi ya mwili, ambao ni Waisraeli wenye kule kufanywa wana na ule utukufu
na maagano na kupewa torati na ibada ya Mungu na ahadi zake, ambao mababu ni wao, na katika hao alitoka Kristo kwa jinsi ya mwili. Yaani naweza kusema ya kwamba mbingu iliweka hazina zake zote za ku effect mpango wa ukombozi duniani wa hawa watu wanaoitwa wana wa Israeli. Alipowatoa katika nchi ya Misri na kuwafikisha katika mlima Sinai, tungeweza kutrace hicho kisa ambacho ni kwa sababu ni interesting sana, lakini kwa kifupi tu ni kwamba walifikishwa pale na Mungu alizungumza nao. Namna ambavyo Mungu alikuja katika namna ambayo ilikuwa ina kusudi la kuwaleta kwenye ufahamu fulani wa muhimu sana, ili kuweza kuhitimiza kazi ya neema ndani yao, lakini waliogopa, na mwishoni walifika mahali wakamwambia Musa ya kwamba hebu Mungu asiseme na sisi tusije tukafa, lakini wewe nenda ukaseme na Mungu, na yoyote ambaye atakuambia sisi tutafanya. Katika wakati ule ilionekana kana kwamba ni watu waliojitoa kweli kweli kwa Mungu kuweza kuyafuata mapenzi yake kwa kadri ambavyo yatakuwa yamefunuliwa kwao. Bwana alitangaza sheria, lakini haikuchukua muda ya kwamba kile chote walichokuwa wamekiahidi kwa vile kilivyokuwa. Kimsingi waliabudu ndama wa dhahabu na uzoefu wote ambao tunaujua pale, na njia hiyo ikaambatana nao katika uzoefu wao wote. Na mojawapo ya uwekezaji ambao umekuwa na matokeo ya kuhuzunisha ni uzoefu wa wana wa Israeli. Mungu aliwekeza kila kitu, akawapa kila kitu, na mahali fulani alifika mahali akazungumza maneno haya yenye kugusa sana katika kitabu cha Isaya sura ya 5. Isaya sura ya 5 fungu la kwanza mpaka lile fungu la 7. Inasema, na nimwimbie mpenzi wangu wimbo wa mpenzi wangu katika habari za shamba lake la mizabibu. Mpenzi wangu alikuwa na shamba la mizabibu kilimani penye kuzaa sana. Akafanya handaki kulizunguka pande zote, akatoa mawe yake, akapanda ndani yake mzabibu ulio mzuri. Akajenga mnara katikati yake, akachimba shinikizo ndani yake, akatumaini ya kuwa utazaa zabibu, nao ukazaa zabibu mwitu. Na sasa, enyi wenyeji wa Yerusalemu, nanyi watu wa Yuda, amueni na wasii kati ya mimi na shamba langu la mizabibu. Je, ni kazi gani iliyoweza kutendeka ndani ya shamba langu la mizabibu nisiyoitenda? Basi, nilipotumaini ya kuwa litazaa zabibu, mbona lilizaa zabibu mwitu? Haya basi, sasa nitawaambieni nitakalolitenda shamba langu la mizabibu. Nitaondoa kitalu chake, nalo litaliwa. Nitabomoa ukuta wake, nalo litakanyagwa. Nami nitaliharibu, wala halitapogolewa wala kulimwa, bali litamea mbigili na miiba. Nami nitayaamuru mawingu yasinyeshe mvua juu yake. Kwa maana shamba la mizabibu la Bwana wa majeshi ndilo nyumba ya Israeli, na watu wa Yuda ni mche wake wa kupendeza. Akatumaini kuona hukumu ya haki, na kumbe aliona dhuluma. Alitumaini kuona haki, na kumbe alisikia kilio. Okay. Yatafakari maneno haya unaweza kuelewa kile kilichokuwa katika moyo wa Bwana. Ni kazi gani
iliyoweza kutendeka ndani ya shamba langu la mzabibu nisiyoitenda? Basi nilipotumaini ya kuwa litazaa zabibu, mbona lilizaa zabibu mwitu? Kwa maneno mengine, licha ya kwamba Bwana aliinvest, aliwekeza chote kilichohitajika kwa ajili ya mzabibu kuweza kuzaa matunda mazuri, lakini matunda yaliyozaliwa yalikuwa ni matunda mabaya. Swali kubwa ni hili ya kwamba kwa nini shamba halikuzaa matunda mazuri? Kimsingi, kati ya watu ambao walikuwa bize katika mambo ya kidini walikuwa ni Wayahudi, lakini Bwana alipotazama ndani ndipo akakutana na matunda mengine kabisa, kama ambavyo inajieleza hapa. Alitumaini kuona hukumu ya haki, na kumbe aliona dhuluma. Alitumaini kuona haki, kumbe alisikia kilio. Una invest kitu kizuri, lakini kinatoka kitu kibaya. Of course, Paulo anaeleza kama tulivyosoma ile juzi kwamba kulikuwa kuna ukosefu fulani wa maarifa ya msingi ili kukifanya hicho kitu kizima kiweze kufanya kazi. Walikwenda tu kwenye ule mtazamo ya kwamba Mungu akisema kitu, wao kazi yao ni kutenda. Ni sawa na kusema ya kwamba ukosefu wa maarifa ya msingi ifanye isiwezekane kwao kuwa kile ambacho Mungu alikuwa amekusudia waweze kuwa. Licha ya bidii kubwa ambayo alikuwa nayo, maarifa ya msingi yalikosekana. Ukisoma katika Injili, Yesu anaeleza ya kwamba hata katika kujaribu kutafuta waongofu wengine walikuwa na bidii pia, kwa wanavuka milima na nini na mabonde na visa vya namna hiyo kwenye Mathayo sura 23. Lakini hata hivyo kulikuwa kuna kitu cha msingi kilikuwa kinakosekana katika maarifa yao. Aina hii ya dini, Yesu alifika mahali akatumia mfano wa kiutendaji kuielezea. Tunaita acted parable. Katika uzoefu wa ule mtini ambao ulikuwa na majani, lakini Yesu alipokwenda kutafuta matunda ndani yake hakuona matunda yoyote. Ni mfano huu ambao umeelezwa pia katika mafungu ambayo tumesoma katika kitabu cha Isaya sura ya 5, mfano wa mzabibu. Labda tusome maneno haya katika kitabu cha Marko ile sura ya 11, fungu la 12 hadi 14. Alafu tutaruka tutasoma fungu la 20 hadi 21. 12 hadi 14, alafu 20 na 21. Inasema, hata asubuhi yake walipotoka Bethania, aliona njaa. Akaona kwa mbali mtini wenye majani, akaenda labda aone kitu juu yake. Na alipoufikiria hakuona kitu ila majani, maana si wakati wa tini. Akajibu akauambia, tangu leo hata milele mtu asile matunda kwako. Wanafunzi wake wakasikia. Fungu la 21. Petro akakumbuka habari yake, akamwambia, Rabi, tazama, 20 na 21. nasema, na asubuhi walipokuwa wakipita, waliuona ule mtini umenyauka toka shinani,
Petro akakumbuka habari yake, akamwambia, Rabi, tazama mtini ulioulaani umenyauka. Okay, asante. Kitu cha ajabu sana ni kwamba fungu hili la 13 linamalizia kwa maneno maana si wakati wa tini, si wakati wa tini. Ukikaa ukatafakari hivi, unaweza ukafika mahali ukahisi ya kwamba sasa Yesu si aliuonea huu mtini au? Yani ni sawa na sasa hivi tuseme ni sio majira ya maembe, si ndio eh? Maembe yana kimsingi sasa hivi ndio na maua na nini. Sasa niende kwenye mti wa mwembe alafu nikatafute maembe mle ndani, alafu nikose maembe, alafu ni ni ukate ule mti kwamba huu mti huu hauna maembe huu. Inakuwa kama ni injustice fulani hivi kwa huu mti. Lakini kuna kitu fulani cha kipekee ambacho kinaelezwa katika kitabu cha Mathayo. Labda tusome mafungu haya, Mathayo 24 fungu la 32 na 33, wakati Yesu akielezea kuhusiana na unabii wa siku za mwisho. Ina, Mathayo 24 fungu la 32 na 33. inasema, basi kwa mtini jifunzeni mfano. Tawi lake likisha kuchipuka na kuchanua majani, mwatambua ya kuwa wakati wa mavuno u karibu. Nanyi kadhalika, myaonapo hayo yote, tambueni ya kuwa yu karibu mlangoni. Basi kwa mtini jifunzeni mfano, tawi lake likiisha kuchipuka na kuchanua majani, mwatambua ya kuwa wakati wa mavuno u karibu. Hii ina maana ya kwamba nature ya miti ya mtini ni kwamba katika kipindi ambapo inazaa matunda ndio ilikuwa inachipua, yani ndio nature yake ilivyo. Lakini hapa hayakuwa majira ya tini, lakini kulikuwa na mti fulani umechipua nini? Umechipua majani. Kwa hiyo kwa muonekano, licha ya kwamba haikuwa ni majira ya tini, lakini mti huu kwa kuchanua majani ulikuwa unaahidi kuwa na matunda ndani yake, na ndio maana ulivuta usikivu wa Kristo akifikiri ya kwamba anaweza kupata chochote pale. Mitini mingine haikuwa na majani hivyo, mitini mingine ilikuwa imepukutisha, kwa hiyo hakuwa inatoa ahadi yoyote ya kwamba kuna chochote kinaweza kupatikana pale. Na Yesu alipokwenda kutafuta kuona chochote, ni sawa na kusema ya kwamba mtini huo ulikuwa unamdanganya hata yeye aliyeumba. Unaahidi ya kwamba kuna vitu vizuri ndani, lakini kumbe ndani hakuna chochote. Ukisoma kitabu cha Christ Object Lessons, Ellen G. White akielezea kuhusiana na mfano huu inaonyesha ya kwamba mtini huu ulikuwa unawakilisha taifa la Wayahudi, taifa la Kiyahudi, watu ambao kwa muonekano wa nje walikuwa wanaonekana kana kwamba ni watu wacha Mungu. Ukiziangazia raundi za matakwa ya kidini walikuwa na bidii kuzifanya. Kimsingi ni aina hii ya dini ndio ambayo tulijaribu kuieleza katika masomo yetu yaliyopita, ambayo Paulo alikuwemo ndani yake. Katika Wafilipi 3 anajaribu kuelezea jinsi alivyokuwa kama Farisayo, lakini ndani humo sasa ukitazama unakutana na kitu kingine. Na katika Mathayo sura 23 Yesu ilifika mahali aliamua kuikabili hii dini kwa namna ya moja kwa moja. Inavyoonekana ni kwamba katika siku zilizotangulia za uzoefu wa Yesu,
katika kufundisha alijaribu kuweza kufundisha kwa namna isiyo ya moja kwa moja sana, kujaribu kuwaleta kwenye ufahamu wa hitaji walilokuwa nalo, lakini haikuleta matunda. Kwa ukisoma katika Mathayo sura 25, Yesu anajaribu kuonyesha hicho ambacho kilikuwepo katika uzoefu wa Wayahudi. Walikuwa na dini ambayo haikuanzia mahali sahihi, kwa sababu walikosa maarifa yanayoongoza kwenye mianzo iliyo sahihi ya uhusiano na Mungu. Kwa hiyo akatengeneza kitu cha nje. Katika Mathayo sura ya 23 tusome tu haya mafungu mawili, 23 fungu la 27 na 28. Inasema, ole wenu waandishi na Mafarisayo wanafiki, kwa kuwa mnalipa zaka za mnanaa na bizari na jira, lakini mmeacha mambo makuu ya sheria, yaani adili na rehema na imani. Hayo imewapasa kuyafanya, wala yale mengine msiyaache. Viongozi vipofu wenye kuchuja mbu na kumeza ngamia. Walikuwa wanayatenda kwa nje, sio kwamba yalikuwa nje ya maandiko, lakini yalipaswa kujengwa juu ya kitu. Kile kitu cha kwanza na cha msingi kiliachwa, ambacho kinahusisha kazi ya Mungu ya neema ndani. Hiki ndicho ambacho tunajaribu kukitafakari ili ya kwamba kiweze kueleweka. Na katika labda katika Mathayo 23 fungu la 23 na 24. Okay, tutasoma fungu la 25 na 26. Inasema, ole wenu waandishi na Mafarisayo wanafiki, kwa kuwa mnasafisha nje ya kikombe na chano, na ndani yake vimejaa unyang'anyi na kutokuwa na kiasi. Ewe Farisayo kipofu, safisha kwanza ndani ya kikombe, ili nje yake nayo ipate kuwa safi. Okay, asante. Tunaweza tukasoma hiyo Mathayo sura ya 23 kila mmoja binafsi, lakini inafunua ukweli mmoja ya kwamba uhusiano na Mungu una mianzo yake iliyo sahihi katika kazi ya neema ndani, na ili hilo lifanyike unahitajika ufahamu wa hilo hitaji. Kwa nini? Kwa sababu Yesu anasema, ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Kwa kuwa ambaye hupokea naye atafutaye huona, naye abishaye atafunguliwa. Kwa maneno mengine, hatuwezi kufika mahali kuomba, hatuwezi kufika mahali kutafuta, hatuwezi kufika mahali tukabisha, isipokuwa tumefika mahali tukaelewa hitaji tulilo nalo. Kwa hiyo ilikosekana kazi ya kwanza ya muhimu katika uzoefu mzima wa dini ya Kiyahudi, na upo uzoefu mmoja ambao unafahamika sana wa Farisayo mmoja ambaye alikuwa anaitwa Nikodemo. Nikodemo alikuwa ni mwalimu wa dini, alikuwa ni kiongozi wa juu kabisa, kiongozi mmoja kati ya watu wa juu kabisa katika taifa la Kiyahudi, katika ile baraza la Sanhedrin. Aliheshimika,
Ingekuwa katika uzoefu wa leo, tungeweza kuita mchungaji, tungeweza kuita ni askofu, tungeweza kuita sijui mwinjilisti na mengine kama hayo, askofu na kadhalika. Mtu huyu alimsikiliza Yesu, na alipomsikiliza aliguswa na kile ambacho Yesu alikuwa akikifundisha na akatamani kuonana naye, lakini akaona aibu kuweza kumwona mchana. Kwa hiyo akatafuta fursa ya usiku, akaenda akamwona. Alikuwa ni mazungumzo yaliyofanyika mara moja tu kati ya Yesu na yeye, kwa kadri ambavyo maandiko yamehifadhi kumbukumbu. Mazungumzo haya tunayapata katika Yohana sura ya 3 fungu la 1 hadi la 6. Labda tuyasome hayo mafungu na Sita mpaka ngapi? fungu la 1 hadi la 6. Yohana 3 fungu la 1 hadi la 6. Basi palikuwa na mtu mmoja wa Mafarisayo, jina lake Nikodemo, mkuu wa Wayahudi. Huyo alimjia usiku akamwambia, Rabi, twajua ya kuwa mwalimu umetoka kwa Mungu, kwa maana hakuna mtu awezaye kuzifanya ishara hizi uzifanyazo wewe isipokuwa Mungu yu pamoja naye. Yesu akajibu akamwambia, amini amini nakuambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuuona ufalme wa Mungu. Nikodemo akamwambia, awezaje mtu kuzaliwa akiwa mzee? Aweza kuingia tumboni mwa mamaye mara ya pili akazaliwa? Yesu akajibu, amini amini nakuambia, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa Roho hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Kilichozaliwa kwa mwili ni mwili, na kilichozaliwa kwa Roho ni roho. Asante. Haya ilikuwa ni maneno ya Yesu kwa Nikodemo, akimleta kwenye kitu cha msingi sana. Ni muhimu kuelewa ya kwamba mazungumzo kati ya Nikodemo na Yesu yalikuwa ni makabiliano yanayokwenda zaidi ya mtu mmoja anaitwa Nikodemo na Yesu Kristo. Ni muhimu kuelewa ya kwamba Nikodemo alikuwa ni mwakilishi wa dini ya wakati wake. Kwa Yesu alipokuwa amekabiliana uso kwa uso na Nikodemo, alikuwa anashughulika na kitu zaidi ya Nikodemo. Alikuwa anashughulika na dini ambayo Nikodemo alikuwa anaiwakilisha, na ambayo ndani yake alikuwa ni mwalimu, alikuwa ni kiongozi. Kumbuka, huyu ni mtu ambaye amekuwepo katika imani. Kwa jamii walikuwa wanamuona ni mcha Mungu, ni mtu wa Mungu, hata kuaminiwa majukumu makubwa katika dini ya wakati wake. Lakini hata hivyo alikuwa hajafanya hata ile mianzo ya kwanza kabisa inayofanya ile kazi ya ukombozi. Na labda nisome aya hizi kwenye kitabu cha Desire for Ages. Najaribu kueleza hiki ambacho najaribu kukieleza katika kitabu cha Desire for Ages. Naweza kuandika tukapata fursa ya kusoma Desire for Ages, ukurasa wa 173, ile aya ya 6 na 174 ya kwanza. Inasema ya kwamba Wayahudi ambao Yesu alikuwa amewafukuza kutoka hekaluni walidai kuwa watoto wa Ibrahimu, lakini walikimbia kutoka kwa uwepo wa Mwokozi kwa sababu hawakuweza kustahimili utukufu wa Mungu uliodhihirishwa ndani yake. Kwa jinsi hiyo, walitoa ushahidi kwamba hawakuwa wamestahilishwa
kwa neema ya Mungu kushiriki katika huduma takatifu za hekalu. Walikuwa na bidii katika kudumisha muonekano wa utakatifu, lakini walipuuza utakatifu wa moyo. Wakati ambapo walikuwa washikaji wa andiko la sheria, daima walikuwa wakiivunja roho yake. Hitaji lao kuu lilikuwa badiliko lile hasa ambalo Kristo alikuwa akilieleza kwa Nikodemo: kuzaliwa dhambi na kufanywa upya kwa maarifa na utakatifu. Hapakuwa na kuhusiana na kazi ya uhuisho mpya. Chini ya uvuvio wa Roho Mtakatifu, Isaya alikuwa ameandika, sisi sote tumekuwa kama mtu aliye mchafu, na matendo yetu yote ya haki yamekuwa kama nguo iliyotiwa unajisi. Daudi alikuwa ameomba, E Mungu, niumbie moyo safi, uifanye upya roho iliyotulia ndani yangu. Na kupitia Ezekieli ahadi ilikuwa imetolewa, nami nitawapa ninyi moyo mpya, nami nitatia roho mpya ndani yenu, nami nitatoa moyo wa jiwe uliomo ndani ya mwili wenu, nami nitawapa moyo wa nyama, nami nitatia roho yangu ndani yenu na kuwaendesha katika sheria zangu, nanyi mtazishika hukumu zangu na kuzitenda. Kwa maneno mengine, hitaji ambalo Nikodemu alikuwa nalo lilikuwa ni hitaji la dini nzima ya wakati wake. Maarifa ya kuupata uzoefu huu ambao unahusisha kuzaliwa katika ufalme wa neema yalikosekana. Kwa maneno mengine, shetani alifika mahali akawapotosha watu wa Mungu walio na maarifa mengi ya maandiko kwenye ile kazi ya msingi ambayo inapaswa kufanyika ndani yao ili kuwa sehemu ya ufalme wa Mungu, ili kuwa sehemu ya familia ya Mungu. Kwa maneno mengine, ndio maana Yesu alipofika mahali watu wale wakaanza kumuuliza ya kwamba ufalme wako utakuja lini? Yesu akawaambia ya kwamba ufalme wa Mungu katika hatua hii hauji kwa kuchunguza. Na kuna mtu ambaye atasema ya kwamba uko hapa, uko pale au uko kwingine, kwa sababu ufalme wa Mungu umo ndani yenu. Kwa kazi ya neema ndiyo hatua ya kwanza kabisa ya urejesho wa ufalme wa Mungu uliotoweka kutokana na anguko kwenye dhambi. Na kazi hii ya msingi ndiyo ambayo pia inaitwa kuzaliwa mara ya pili. Na ni jinsi gani ya kwamba tunafikia kwenye badiliko hili? Hiki ndicho ambacho tutaendelea kujifunza katika fursa yetu inayokuja. Na kwa asubuhi ya leo ningependa tuishie hapo. Tutalitoa somo hili kutoka hapo katika kipindi chetu kingine kinachokuja. Asanteni, na basi karibuni kwa yeyote mwenye wazo la nyongeza au swali kwa kile ambacho tumekiangalia. Asante. Mimi nina swali dogo tu kwenye habari ya mfano wa mtini ambao umefananishwa na habari za wana wa Israeli. Umetoa nukuu ya umetoa
kama mwongozo ya kwamba imeelezewa vizuri katika kitabu cha Christ Object Lessons. Sasa kidogo ningependa kama yani kuna specification labda ukurasa na nini, ungenisaidia ili ninavyoenda kuulifaa niende moja kwa moja. Okay. Yeah, sikuwa nimeandaa hiyo reference, lakini nitaangalia nafu nitakujulisha. Ah, Yeah, sikuwa nimeandaa hiyo reference. okay. Yeah. Lakini ipo pale. Mm. Kuna swali lingine? Lakini pia last time nilizungumzia juu ya kile ambacho ulikuwa umekizungumzia somo la kwanza, ukawa umeniambia Mm. kwamba zile habari za ule unabii hazikuwa sehemu ya somo letu, lakini binafsi kati ya kitu ambacho huwa kinanipatia changamoto ni hizo habari za unabii. Kwa hiyo ulivyosema kama nitakuwa interested utanipatia zile nukuu, ni vitabu na miongozo ambayo naweza nikapitia kwa ajili ya kujifunza hicho kitu. Hivyo kama vitakuwepo, unaweza ukanisaidia ili ninavyopata wasaa wa kujifunza niwe na pitia. Okay. Yeah. Nafikiri vitabu vipo vingi tu, labda cha muhimu, kwa sababu tunajifunza hiki kitu ambacho ni cha msingi. Tunaweza tukaconcentrate kwenye hiki na kutoka hapo tunaweza kujenga kwenye mambo mengine ambayo yapo. Vitabu vipo vingi tu ambavyo unaweza ukavipata na ukawa navyo. Yeah. Kujifunza of course ni mengi tu, ni mengi tu, na sources zipo za kutosha. Kwa hiyo nafikiri tutashare tu mambo haya yote kwa kadri ambavyo tunaendelea kujifunza. Mm. Ya, asante brother. Labda jambo moja la muhimu ambalo labda niseme katika muktadha hasa wa stadi hii kuna kuhusiana na habari ya Nikodemo kwenye kitabu cha Desire of Ages kuna sura nzima pale ina kichwa cha jina lake Nicodemus. Na Nikodemo alipokwenda kwa Yesu alikuwa amekwenda akiwa na mawazo fulani ambayo alikuwa anahitaji kwenda kudiscuss na Yesu. Yesu hakwenda kwenye mwelekeo huu kwa sababu alijua kwamba Nikodemo anahitaji kitu fulani cha msingi ambacho kwacho mengine yote anaweza kufanya nini? Kujengwa. Kimsingi roho nabii inazungumza ikisema ya kwamba Nikodemo alikuwa amekuja kwa Bwana akifikiria kuingia katika majadiliano naye, lakini Yesu aliweka wazi msingi wa kanuni za ile kweli. Alimwambia Nikodemo, si ufahamu wa kinadharia unaohitaji sana kama uhuisho wa kiroho. Hauhitaji udadisi wako kuweza kuridhishwa, bali kuwa na moyo mpya. Lazima upokee uhai mpya kutoka juu kabla haujaweza kuyafahamu mambo ya mbinguni. Mpaka badiliko hili limetokea kuyafanya mambo yote kuwa mapya, haitakufaidia chochote kwako kujadili na mimi kuhusu mamlaka au utume wangu. Haya ni maneno ya Desire of Ages 171 ile ya kwanza. Kwa maneno mengine, kazi ya urejesho wa ufalme, kazi ya ukombozi wa mwanadamu imejengwa kwenye kanuni za msingi, na kanuni moja ya msingi ni vitu vya kwanza kupewa nafasi ya kwanza, yaani kwamba kuna kazi inayopaswa kuanza ndipo kazi nyingine ya urejesho inaweza kufanyika. Na hiki ndicho ambacho tunajaribu kukitafakari katika studies.
Kwa hiyo naweza kusema ya kwamba ufahamu wa hiki ambacho tunakitafakari ndio msingi wa ufahamu mwingine wote wa ukweli wa neno la Mungu, na naamini ya kwamba kwa maarifa haya ambayo tunayatafakari kwa sasa yanajenga msingi wa ukweli mwingine wote ambao upo katika maandiko. Hiyo ni unabii wa Biblia na mafundisho mengine yote ambayo yapo katika neno la Bwana. Basi nafikiri tunaweza tukaishia hapo. Basi kama hakuna, nafikiri tunaweza tukaomba kwa ajili ya kuhitimisha kipindi chetu. Nani angependa kutuwakilisha labda kwa upande wenu? Tuombe. Tunakushukuru Baba Mtakatifu wa mbinguni kwa ajili ya wema na utukufu wako. Tunakushukuru sasa kwa ajili ya fursa iliyotupatia asubuhi ya leo, ukaweza kutufunulia yaliyo mapenzi yako kupitia maandiko matakatifu. Tunakushukuru kwa ajili ya kile ambacho tumepata kujadili. Tunakusihi kwa neema yako kakipatie kibali kikatufae kwa ajili ya katika safari ya kutafuta ufalme wako wa mbinguni. Tunapotoka mahali hapa kwa ajili ya kuendelea na shughuli nyingine za kibinadamu na kimaisha, tunakusihi kwa neema yako uzidi kuwa pamoja nasi. Kwa namna pekee zidi kumtumia mtumishi wako ambaye amekuwa akituandalia masomo haya, ili kwa wakati mwingine tunapokutana kwa ajili ya kujifunza tukanene yaliyo mapenzi yako, na siku moja tunapokutana katika ufalme wako mbinguni tuweze kujipongeza na kupata farijiko la pekee ya kwamba ile hatua tuliyoichukua kwa ajili ya kujifunza ilitufaa kwa ajili ya safari hii, na jina lako lipate kutukuzwa sasa na hata milele. Tutanyenyekeza mikononi mwako tukiamini wewe utakuwa pamoja nasi katika yale ambayo tutazidi kuyatenda. Tumeomba kwa imani kwa jina lako Yesu Kristo, amen. Amina. Amina. Basi tumefikia mwisho. Tuwe na siku njema. Asante sana na kwako pia. Ya, Nashukuru. Amina.